Hii ni hadithi ya kuhuzunisha lakini yenye tumaini inayomhusu Panch-kun, mtoto wa tumbili aliyetikisa ulimwengu. Hebu fikiria, unazaliwa leo lakini mama yako anakukataa, anakutupa na unabaki peke yako, mdogo, lakini huelewi kabisa kosa ni nini. Unachokihitaji ni joto la mwili la mama na mguso wa upendo. Lakini vipi kama mdoli wa kuchezea, toy, ndiyo ingeweza kuwa faraja yako pekee? Na vipi kama dunia nzima ingeanza kukuangalia, kukuonea huruma na kukuombea upate familia? Leo nitaingia kwa undani kabisa kuhusiana na simulizi ya nyani iliyotikisa ulimwengu. Hadithi ya Panch-kun aliyevunja mioyo ya watu wengi ulimwenguni na kujenga tumaini la kila anayetazama video zake. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu kwa ajili ya kupata information kwa undani wa story mbalimbali zinazo trendi za ajabu na fact na amazing, fanya kusubscribe sasa hivi. Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani. Story inaanzia mwezi Julai mwaka 2025 katika bustani ya wanyama ya Ichikawa City Zoological and Botanical Garden karibu na mji wa Tokyo, Japan. Mtoto mdogo wa tumbili aina ya Japanese macaque anazaliwa akiwa mdogo sana, mweupe kwa manyoya na mwenye macho yasiyo na hatia. Lakini kuna kitu hakikuwa sawa. Mama yake alimkataa, hakumtazama, hakumkumbatia wala hakumnyonyesha. Katika ulimwengu wa makaku, hili sio jambo la kawaida sana, lakini hutokea. Wataalamu wa tiba za nyani wanasema mama anaweza kumkataa mtoto kutokana na sababu zifuatazo: msongo wa mazingira, uzoefu mdogo wa uzazi na matatizo ya kiafya. Lakini kwa Panchi hilo lilimaanisha jambo moja tu: mapambano ya kuishi yalianza siku aliyozaliwa. Wahudumu wa zoo walilazimika kuingilia kati, walimlisha kwa chupa mchana na usiku, walimlea kwa mikono yao. Lakini swali lilikuwa, je, mtoto wa tumbili anaweza kukua bila kujua lugha ya tumbili anaojifunza kutoka kwa mama yake? Na hapa ndipo drama inapoanza. Baada ya miezi 6 mpaka 7, Panch alikuwa na afya nzuri kimwili, lakini kihisia alikuwa peke yake. Wahudumu waliamua kumrudisha kwenye kundi la tumbili wengine. Kundi la Japanese macaque wanaishi katika ngazi za kiuongozi, yaani namaanisha wapo viongozi na wapo nyani wengine au tumbili wengine ambao ni wa ngazi za chini, na kila mtu anajua nafasi yake na kila nyani anajua nafasi yake. Lakini tatizo lilikuwa kwa Panch. Hakuwahi kujifunza ishara za kujisalimisha, hakuwahi kujifunza kucheza kwa heshima, hakuwahi kufundishwa grooming, ile hali ya kusafishana manyoya ambayo ni ishara ya upendo na kukubalika. Clip zilianza kusambaa TikTok zikimwonyesha Panch akimsogelea tumbili mwingine kwa matumaini makubwa, lakini anasukumwa, anapigwa makofi yale ya chap chap, anavutwa mkia. Clip moja ilitazamwa na zaidi ya watu milioni 50, ikimwonyesha Panch akiruka pembeni, akikaa kimya, macho yakiwa na hali ya huzuni. Design kama anajiuliza kichwani kwa nini. Mitandao ya kijamii ililipuka. Watu walianza kupaza sauti, ananyanyaswa, watu wa zoo wanamtesa, muokoeni Panch. Hata mfanyabiashara Tristan Tate aliahidi kutoa dola za Kimarekani 2.5 ili aweze kumnunua Panch. Lakini ukweli wa kisayansi ulikuwa tofauti kidogo. Katika jamii za macaque, tumbili wakubwa huwakemea watoto kwa kuwasukuma, kuwavuta, na si kwa lengo la kuwaumiza bali kuwafundisha mipaka yao. Hivyo basi, zoo ilitoa taarifa kwamba Panch
hakuumia na alikuwa chini ya uangalizi wa karibu sana. Hakuwa na majeraha yoyote, lakini hata kama haikuwa unyanyasaji, lakini bado iliwaumiza watu kuitazama au kuzitazama video hizo. Kwa sababu ya upweke wake, wahudumu walimpatia toi la orangutan kutokea IKEA, na hapo ndipo dunia ilivunjika moyo. Punch alilikumbatia toi hilo kama mama, alilibeba kila mahali, alililaza karibu naye kwenye theluji, aligroom kama tumbili halisi. Picha zake akiwa amekumbatia toi hilo zilianza kuzunguka dunia, kutokea Japani, Marekani hadi Afrika. Hata mimi hapa Tanzania nimezipata. Watu waliona ndani yake kitu cha kibinadamu sana. Je, alikuwa na huzuni? Je, alikuwa mpweke? Je, toi anaweza kuchukua nafasi ya mama? Wataalamu wanasema wanyama jamii ya primates wanaweza kuonyesha hisia, wanaweza kuonyesha mfadhaiko, wanaweza kuonyesha upweke, na Punch alikuwa mfano halisi wa hali hizo. Mwezi Februari mwaka 2026, Punch alikuwa kileleni kwenye umaarufu, alikuwa ana trendi. Wiki iliyopita hiyo, wageni walijipanga kwa foleni kwenda kumuona, lakini nyuma ya umaarufu swali lilikuwa bado halijajibiwa. Je, ataishi maisha yake yote kama mgeni? Kisha kuna kitu kilitokea. Klipu mpya zilianza kutrendi zikimwonyesha tumbili jike akimsogelea Punch. Hakumpiga, hakumsukuma, alimkaribisha, akamruhusu ampandie mgongoni na alimlinda dhidi ya tumbili wa korofi. Mashabiki walianza kumuita new mom, na kwa mara ya kwanza Punch alianza kupunguza utegemezi wa toi lake. Alianza kucheza zaidi, alianza kushiriki grooming, alianza kujifunza lugha ya kundi. Leo Punch ameendelea kujiunga na makundi mengine ya tumbili katika zoo hiyo. Zoo imeripoti kwamba Punch anaendelea vizuri na anaendelea kukubalika na jamii ya tumbili wengine katika zoo hiyo. Kilichobadilisha kila kitu ni subira, uangalizi wa kitaalamu na ustahimilivu wa nyani asili ya makaku. Hadithi hii si ya huzuni tu, ni hadithi ya nafasi ya pili. Ni hadithi ya hata kama umekataliwa bado una nafasi ya pili na unaweza ukapata sehemu pa kupaita nyumbani. Punch Kun ametufundisha kitu kikubwa sana. Wakati mwingine unachokihitaji si familia ya damu, bali ni uvumilivu, muda na mtu mmoja tu atakaye kuona wewe. Kama hadithi ya Punch imekugusa, andika kwenye comment, bonyeza like kama wewe ni team Punch. Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani.